Maadhimisho ya miaka 50 ya jarida la Tanzania la kisayansi yamefunguliwa jijini Dar es Salaam kwa lengo la kutoa elimu kwa wadau mbalimbali wa masuala ya kisayansi. Pamoja na mambo mengine, maadhimisho hayo yametumika kuweka malengo juu ya umuhimu wa jamii kupewa elimu ihusuyo akili mnemba na matumizi yake. Akizungumza wakati wa maadhimisho hayo, Naibu Katibu Mkuu wa Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, Profesa Daniel Mushi, ambaye alimwakilisha Waziri wa Elimu, Profesa Adolf Mkenda, ameeleza namna jamii itakavyonufaika ikiwa itapewa elimu juu ya matumizi ya akili mnemba. Tunajua katika zama hizi ambazo kuna mabadiliko makubwa ya sayansi na teknolojia, kuna changamoto zinazoendana na mambo kama hayo. Mojawapo ni swala hili la matumizi ya akili unde ambayo tunasema ni artificial intelligence. Kwa hiyo nimeongea na washiriki wa mkutano na nimewahusia haswa wale wanaohusika na kupokea, kuchakata na hatimaye kuona kwamba machapisho yapi ambayo yanaweza yakafaa kwenda kwenye matumizi ya jamii, kuhakikisha kwamba wanakuwa mbele katika kubuni na katika kuwa na uelewa wa matumizi sahihi ya teknolojia hii inaitwa akili unde, ili kukabiliana na changamoto ambayo inaweza ikatokana nayo, ambayo ni machapisho ambayo hayajatokana na utafiti, kujikuta kwamba yamechapishwa kwa sababu tu watafiti wasiokuwa makini wametumia akili unde kutengeneza taarifa na hatimaye kuchapisha, na mwisho wa siku ikaharibu sifa ya jono hii nzuri ya kwetu. Kwa hiyo ni mambo mengi ambayo tunapaswa kuyafanya kwa pamoja, lakini pia tutambue kwamba dira yetu ya taifa ya miaka 25 ijayo, kwa maana ya kwamba dira ya 2050 imetambua bayana kabisa kwamba uchumi wetu huu ambao tunategemea kukuza kufika uchumi wa dola trilioni 1 ifikapo mwaka 2050, na wastani wa kiwango cha kipato cha mtu kwa mwaka wa dola 7,000 unategemeana sana na matumizi sahihi ya sayansi, teknolojia na ubunifu. Kwa hiyo jono hii itawezesha, ni jukwaa muhimu la kuwezesha nchi yetu kuweza kutumia vizuri sayansi, teknolojia na ubunifu katika kuongeza tija ya uzalishaji katika nyanja zote za uzalishaji, na tija ikiongezeka, uzalishaji utaongezeka, na hatimaye tutafikia ndoto yetu kama nchi ya kufikia uchumi wa dola trilioni 1 ifikapo mwaka 2050. Naitwa Profesa Samora Andrew Makris. Mimi ni profesa wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam na mimi ni convener kwenye huu mkutano. Kwa tumekusanyika watu takriban 200 kutoka nchini Tanzania na taasisi mbalimbali nchini Tanzania, private sector na industry, lakini pia tumejumuika na watu wengine kutoka mataifa mengine ya nje. Na dhumuni kuu la kukutana hapa ni kusherehekea miaka 50 ya jono ambayo inaitwa Tanzania Journal of Science, ambayo ilianza mwaka 1975. Kwa tumekutanika kwa ajili ya kusherehekea miaka 50, lakini si kusherehekea tu, tunaangalia mafanikio ambayo tumeyapata kupitia jono hiyo, na pia tunaangalia changamoto mbalimbali ambazo tumezipitia, na tumekutana pia kwa ajili ya kuweka mikakati kwa miaka mingine 50 ijayo huko mbele. Tunatamani kuona kwamba jono hii inatumika kutoa masuluhisho ya changamoto mbalimbali za jamii, kama ambavyo tumekuwa tunafanya miaka 50 iliyopita, lakini tunataka sasa tufanye changamoto, tutoe masuluhisho ya changamoto nyingine kubwa zaidi ambazo ziko katika jamii zetu na hata jamii za kimataifa. Kwa hiyo changamoto, kwa mfano upotevu wa ardhi, upotevu wa bioanuwai, mabadiliko ya tabia ya nchi na changamoto mbalimbali, unaona upungufu wa chakula. Tuna changamoto nyingi sana ambazo tunazo katika jamii zetu. Kwa hiyo tunatamani au tunatarajia kwamba hii jono kupitia utafiti ambao utakuwa unafanyika, halafu jono inatumika kutoa majawabu. Jono itasaidia kwamba masuluhisho ya changamoto mbalimbali ambazo ziko katika jamii
katika mataifa yetu zitapatikana suluhisho au masuluhisho yatapatikana kwa ajili ya maendeleo endelevu na kuhakikisha kwamba tunapata faida kwa vizazi vya sasa na vizazi vya baadaye. Baadhi ya washiriki wa maadhimisho hayo walikuwa na haya ya kuzungumza. Kwa majina naitwa Valeria Benjamin Demila. Mimi ni mwanafunzi wa masters hapa UDSM College ya Corners Zoology Department. Ambacho nimejifunza leo mpaka sasa kwenye haya maadhimisho ya miaka 50 ya TJS ni kwamba science ni kitu muhimu sana kwenye jamii yetu ya kila siku. Lakini pia kitu ambacho nimejifunza mimi kama mtafiti chipukizi ni kwamba ni muhimu sana kufanya publication, maana TJS moja kwa moja Tanzania Journal of Science inaongelea publication. Ni namna gani kazi yako uliyoifanya inakuwa kwenye maandishi, hata kizazi kinachokuja kiweze kuona ni nini ulifanya na kiweze kufaidika na kile ambacho ulikifanya. Kwa hiyo kuna umuhimu mkubwa sana, kuna manufaa mengi sana ambayo nimejifunza mimi binafsi kwenye hii event ya leo. Pia inaongeza CV. Mimi kama mtu wa masters pia nimehudhuria, hii ni international conference. Kuhudhuria international conference ni kitu ambacho pia kinaongeza confidence. Pia ninavyoona wale ambao ni professors, doctors wana present kazi zao, mimi pia najua kesho kutwa ni profesa wa baadaye. Wanafunzi ni kwamba tujiamini, sisi tunaweza. Ile picha kubwa unaoiona ndani mwako asiwepo yeyote wa kuikatisha. Wewe unaweza kuwa daktari, unaweza kuwa profesa. Hivyo na tujiamini kwenye chochote ambacho tunakigundua, tusiwe tunajificha, tusiogope kusema. Unaposema uweze ukajua iko ambacho umegundua kitaleta faida gani kwenye jamii yetu. Naitwa Profesa John Andrew Mahugija, ni profesa wa kemia hapa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Tunasherehekea miaka 50 ya jarida la Tanzania la sayansi ambalo linachapisha tafiti mbalimbali, gunduzi mbalimbali kimataifa, na pia tutafanya huo mkutano wa kisayansi kwa watafiti kujadili mada mbalimbali. Mada kuu inahusu hasa sayansi asilia na tumizi, namna ambavyo zinaweza kusaidia kupata ufumbuzi wa matatizo ya kijamii na maendeleo ya taifa, hasa kwa maendeleo ya viwanda. Kwa hiyo kwa hizi siku mbili ambazo tutakuwa hapa, kutakuwa na mada zitawasilishwa na watafiti mbalimbali na tutajadiliana pia. Tutaongea kuhusu uimara wa kazi zetu na namna mbalimbali za kuboresha, lakini pia kupata suluhisho za changamoto mbalimbali kuhusiana na tafiti ambazo tunazifanya na uhusiano wetu na kutatua changamoto za kitaifa na hata kimataifa.